sisi, na tulipokee kwa furaha kwa imani hilo neno lenye kutuletea wokovu. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumatano, juma la 5, kipindi cha kawaida mwaka A wa kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 10 aya ya kwanza hadi ya 10, na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Marko sura ya 7 aya ya 14 hadi ya 23. Karibuni tusikilize Injili. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Marko. Yesu aliwaita makutano tena akawaambia, nisikieni nyote na kufahamu. Hakuna kitu kilicho nje ya mtu ambacho kikimwingia chenyewe humtia unajisi, bali vile vimtokavyo ndivyo vimtiavyo unajisi yule mtu. Mtu akiwa na masikio ya kusikia na asikie. Hata walipoingia nyumbani ameuacha mkutano, wanafunzi wake wakamuuliza habari za ule mfano. Akawaambia, hivi hata ninyi hamna akili? Hamfahamu ya kwamba kila kitu kilicho nje ya mtu kikimwingia hakiwezi kumtia unajisi, kwa sababu hakimwingii moyoni ila tumboni tu, na kisha hutoka kwenda chooni? Kwa kusema hivyo alivitakasa vyakula vyote. Akasema, kimtokacho mtu ndicho kimtiacho unajisi, kwa maana ndani ya mioyo ya watu hutoka mawazo mabaya, uasherati, wivi, uuaji, uzinzi, tamaa mbaya, ukorofi, hila, ufisadi, kijicho, matukano, kiburi, upumbavu. Haya yote yaliyo maovu yatoka ndani, nayo humtia mtu unajisi. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Katika sehemu hii ya Injili, Yesu anatoa fundisho juu ya maana halisi ya unajisi au uchafu. Hapa Yesu anazungumza na Wayahudi ambao mafundisho ya Mafarisayo ambayo yalitilia mkazo kuhusu kuzishika tamaduni za wazee wao yaliwafanya wajisahau kuhusu maisha ya kiroho. Hivyo wakawa ni watu wanaoshikilia zaidi tamaduni na desturi za wazee wao, tamaduni zilizosisitiza zaidi juu ya mambo ya kimwili. Tamaduni hizo ziliwapa miiko au makatazo juu ya kula baadhi ya vyakula na pia juu ya namna ya kunawa mikono. Mafundisho ya Mafarisayo yaliwafanya watu waiheshimu dini katika mambo ya nje, yaani mambo ya kimwili, wakakosa msisitizo juu ya maisha ya kiroho ambayo ndiyo kiini cha dini na imani. Yesu anarekebisha mafundisho hayo yanayosisitiza kuhusu maadili ya vyakula na usafi wa mwili. Yesu anasema kwamba vyakula tunavyokula huingia mdomoni na mwisho huenda chooni, hivyo haviwezi kumtia mtu unajisi. Mtume Paulo anaendeleza fundisho hilo akisema, lakini chakula hakituhudhurishi mbele za Mungu, maana tusipokula hatupunguziwi kitu, wala tukila hatuongezewi kitu. Rejea waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 8 aya ya 8. Kumbe vyakula tunavyokula havina uhusiano na utakatifu wetu, na hata tusipokula bado haviathiri chochote. Kwa fundisho hili Yesu anataka watu wabadilishe mtazamo wao kutoka kwenye kufikiri kwamba unyofu ni kuheshimu miiko ya vyakula na tamaduni za jamii, na wawe na mtazamo mpya ambao ni kwamba unyofu unaletwa na maisha ya uadilifu katika njia ya Roho. Njia ya Roho hapa ikimaanisha kuishi katika kuyatimiza mapenzi ya Mungu na kuyaacha maovu. Imani yetu na dini yetu kiini chake ni maisha ya kiroho na sio mambo ya nje ya kimwili. Ukristo unasisitiza juu ya unyofu wa roho ambao ni utii kwa Mungu. Tunamtii na kumpenda Mungu kwa kuzishika amri zake zinazofungamanishwa katika amri kuu ya upendo. Dhamiri adilifu ambayo Mungu ameiweka ndani yetu ndiyo inayotushuhudia na kutupongeza pale tunapotenda mema, hata kama watu au jamii haitatukubali au itakataa tulichokifanya. Ni dhamiri hii ambayo pia hutuonya pale tunapotenda uovu, hata kama wanaotuzunguka watatupigia makofi na kutupongeza. Katika jamii tunazoishi, tunaweza kushikilia sana mambo ambayo hayana mchango wowote katika maisha yetu ya kiroho, huku tukilegea katika unyofu wa roho. Tamaduni sio mbaya, lakini pale tunapozishikilia kwa nguvu kiasi cha kuharibu maisha ya kiroho zinakosa maana.
Mfano, katika tamaduni zetu za Kiafrika ilizoeleka kwamba binti akiolewa akiwa bado hajazaa, basi hii ni heshima kwake binafsi na kwa wazazi. Hebu tujaribu kufikiri juu ya binti anayetoa mimba ama kuua mimba ili asizalie nyumbani kabla hajaolewa, ili atunze heshima ya kuolewa kabla hajazaa. Kuua mimba ili kutunza heshima kuna maana gani katika maisha ya kiroho ya mtu? Kama heshima inathaminiwa zaidi ya uhai wa binadamu, basi heshima hiyo imeoza. Yapo mambo ambayo mtu anaweza kuyatenda na katika sheria za jamii akaonekana hana hatia yoyote, lakini dhamira yake inamsuta. Je, katika hali hii kinachopaswa kufuata ni dhamiri au ni sheria? Kama nje tutaonekana wenye haki na tupo safi, lakini ndani mwetu tuna maumivu na masononeko, maana yake ni kwamba tumekuwa watumwa ndani ya nafsi zetu wenyewe. Ndiyo maana tunapokwenda katika sakramenti ya kitubio, sio kwa sababu tuliyoyatenda pengine yanaonekana ni maasi kwa jamii, bali ndani ya roho zetu dhamira yetu inatushuhudia ya kwamba tumetenda uovu. Ndiyo maana Yesu anataka tuutafute unyofu wa ndani kwa kufuata sheria ya Roho na sio unyofu katika kutimiza matakwa ya watu yaliyopo katika kivuli cha tamaduni na desturi za jamii. Wayahudi wakiongozwa na Mafarisayo ambao walitafuta unyofu wa nje kwa kushika tamaduni za wazee, waliishusha na kuilainisha dini na kuifanya iwe ni mtindo wa maisha na siyo njia ya Roho. Lakini Ukristo wetu sio tu mtindo wa maisha, bali ni njia ya Roho, kwani tunamwabudu Mungu ambaye ni Roho, na hivyo tunapaswa kumwabudu katika roho na kweli. Hivyo basi, tamaduni zitakuwa na maana kiroho kama zitatusaidia kutembea vema katika njia ya Roho, na badala yake, kama tamaduni zitakuwa mbadala wa maisha yetu ya kiroho, basi hazifai. Kama tamaduni na sheria za jamii zitakaa kimya kuhusu uasherati, wivi, uzinzi, tamaa mbaya, uuaji, mawazo mabaya, ukorofi, hila, ufisadi, kijicho, matukano, kiburi na upumbavu, basi tamaduni hizo hazitakuwa na msaada wowote katika maisha yetu ya kiroho, na badala yake zitatutia unajisi. Mtu akikuzwa katika tamaduni zinazokaa kimya kuhusu mambo hayo, basi maovu hayo yatakuwa ni ya kawaida kwake, kwa kuwa jamii inalea. Mtu akilelewa katika hayo, dhamiri yake itajaa hayo na yatadhihirishwa katika matendo yake, na hayo yanayotoka kwake ndiyo yanayompa unajisi, na sio vyakula au vinywaji atakavyokula na kunywa. Kwa namna nyingine, katika sehemu hii ya Injili tunamwona Yesu kama mkosoaji na pia mrekebishaji. Anakosoa hali ya kuheshimu tamaduni zaidi ya maisha ya kiroho, na haishii tu kukosoa, bali anarekebisha kwa kukazia juu ya maisha ya kiroho kama msingi wa dini. Hivyo basi, tumwombe Yesu atupe moyo mkunjufu ili tuweze kupokea marekebisho au hata kujirekebisha wenyewe ili kukua zaidi kiroho. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frater Priscus Chua wa shirika la misionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspar del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo. Milele amina. Bwana, nimekuja kwetu sisi